Na mtazamaji wa Michuzi TV, hapa leo nimekutana na mbunge mstaafu wa viti maalum mkoa wa Dodoma, Mama Fatma Taufik, ambaye nimekuja hapa kuweza kuzungumza naye mambo kadha wa kadha, na kubwa kuliko ni mnamo tarehe 23 Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipitisha bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026 2027, na tuliona kwamba zaidi ya wabunge 98% waliweza kupitisha bajeti hiyo, na tumekuja hapa kuweza kuzungumza naye kama mwakilishi ambaye aliwahi kuwa bungeni, kwa namna gani bajeti hii ambayo imepitishwa itakwenda kuwanufaisha wananchi, lakini pia wito wake kwa jamii ama wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kuweza kuchangamkia fursa ambazo zimewekwa katika bajeti hii, kwa maana ya mikopo ya 10% ya halmashauri. Tuna mengi ya kuweza kuzungumza naye. Karibu sana mtazamaji, hii ni Michuzi TV, jina langu ni Belinda Joseph. Karibu sana Mama Taufik, na moja kwa moja tuanze pia na watu kufahamu kwa wale ambao ndo leo kwa mara ya kwanza wanakuona. Asante ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Fatma Hassan Taufik. Mimi ni mbunge mstaafu na nilitumikia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika awamu 2 miaka 10, lakini sasa hivi nimestaafu. Ninashukuru sana kwa kunipa fursa ya kuja kuongea nanyi waandishi wa habari kuhusiana na swala zima la bajeti hii ambayo bunge imeipitisha. Kwa uchache kwanza niwapongeze sana Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia nimpongeze sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutenga bajeti ya kutosha, kwamba bajeti ile ya trilioni 62.33 ni bajeti kubwa ambayo haijawahi kutokea katika nchi hii. Kwa hiyo maana yake nini? Kwamba kutokana na bajeti hii masuala mazima mengi sana ya maendeleo yataweza kufanikiwa, yatafanyika kwa ufanisi mkubwa sana. Lakini sambamba na hilo, tunaona kabisa kwamba bajeti hii ina mwelekeo kuelekeana na ile dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, lakini pia mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa ambayo ule wa miaka 5. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba katika kipindi hiki cha bajeti hii ukiangalia kabisa zile wizara na idara za serikali, unaona kabisa kwamba mwisho wa siku katika bajeti hii kutakuwa kuna mafanikio makubwa sana. Kwenye swala zima la maendeleo tumeona kabisa kwamba katika bajeti hii kwenye swala la elimu, swala la afya, swala la miundombinu, lakini pia tumeona kwenye swala zima la kazi, ajira na vijana, tumeona masuala ya wanawake. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ukiakisi na ile dira ya maendeleo ya 2050, lakini pia na ile mpango ule wa taifa wa miaka 4, ule mpango wa 4, unaona kabisa kwamba maono ya serikali ni kutaka kuhakikisha kwamba wananchi wake wanaweza kujikwamua, kwanza kwenye swala zima la kiuchumi, kwenye swala la afya, kwenye swala la elimu, lakini pia miundombinu, ili kusudi sasa kuweza kurahisisha hata huo uchumi uweze kukua vizuri, na hatimaye Tanzania tuko katika uchumi wa kati. Naamini kwamba kutokana na bajeti hii kuna hatua ambayo tunaweza tukapiga, lakini sambamba na hilo hata kipato cha Mtanzania kinaweza kikafanya nini, kikaongezeka. Tuchukulie kwa mfano kwamba kwenye kazi, vijana na ajira, bajeti kipelekwa ya kutosha, vijana tunajua kabisa kuna ombwe kubwa la vijana ambao hawana kazi. Lakini sasa kama zikipatikana kazi, yani zile kazi zikaongezeka, lakini pia hata miundombinu ya kuwafanya vijana wakaweza kujiajiri wao wenyewe, ina maana kwamba wanaweza wakapata kipato. Kwa hiyo ina maana wakipata kipato, ule uchumi wa nchi utafanya nini? Utakuwa. Ukikuwa uchumi wa nchi na pato la nchi litafanya nini? Litakuwa. Lakini tukienda kuingilia kwenye swala zima la elimu, kwenye swala la elimu pia tunaona kabisa nia ya dhati ya serikali ya kuhakikisha kwamba kila mtoto wa Tanzania anapata ile basic education. Na unaona kabisa kwamba serikali imetoa kabisa ada, kwamba elimu bila ada, ili kusudi kila mtoto ambaye anastahili kupata elimu aweze kufanya nini? Aweze kupata elimu. Kwa hiyo ni hatua kubwa ya kutaka kwamba kizazi kinachokuja kiweze kuwa kwanza kina elimu ya kutosha, lakini pia ni kizazi ambacho kinaweza kufanya nini? Kujitegemea kwa ajili ya kukuza uchumi na ustawi wa
nchi hii. Lakini ukienda kwenye swala la afya, tunaona kabisa kwamba bajeti hii imeakisi swala zima la kuhakikisha vifaa tiba pamoja na wafanyakazi, yani vitendanishi na kadhalika, yani vyote vifaa tiba vipatikane, ili kusudi sasa afya ya Mtanzania inapokuwa bora, maana yake nini? Fikra zake zitakuwa za uhakika na watafanya kazi vizuri, kwa sababu kama mtu akiwa na afya nyoronyoro, maana yake nini? Hawezi hata kufikiria kila siku utakuwa unaweza kwenda hospitali kufanya nini. Lakini kwa kuboresha yale mazingira ya afya, kwa kuwa na vifaa tiba vya kutosha, lakini pia watendaji wa kutosha, na kuboresha mazingira yote yanayohusiana na afya, ina maana kwamba Watanzania watapata afya bora. Lakini kwenye swala zima la afya ya mama na mtoto, tumeona kabisa hata sasa hivi vifo vya mama na mtoto vimefanya nini? Vimepungua. Ni kutokana na kuboresha na swala zima la afya. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hii budget jinsi gani ilivyokuwa na maono ya kuhakikisha kwamba inaleta maendeleo kwa ajili ya Watanzania. Lakini tumezungumzia kuhusu afya, nimezungumzia kuhusu elimu, lakini pia nimezungumzia kuhusu ajira ya vijana, lakini swala zima la makundi maalum, ukuchukulia wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, kwamba halmashauri zilikuwa zikitoa ile 10% ya makusanyo yake kwa ajili ya kutoa mikopo, lakini tumeona kwamba imependekezwa kwamba iongeze tena 5% ili kusudi sasa kwenye swala zima la upatikanaji wa masoko, kwenye swala zima la ukuzaji mzuri zaidi ya uchumi. Kwa hiyo tunaona kabisa nia ya dhati ya serikali ya kuona kwamba kumbe makundi haya bado yanahitaji yanahitaji kuangaliwa kwa jicho la pekee, kwa sababu ni makundi ambayo bado yanahitaji kuangaliwa kwa jicho la aina tofauti. Kwa hiyo hata kwenye swala la miundombinu tunaona kabisa kwamba miundombinu, kwanza tunashukuru sana kwenye hii swala la SGR. Ina maana kwamba kwa mfano kwenye swala zima la miundombinu, treni ukitoka sasa hivi kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma ni muda hauzidi masaa 4. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba mtu anaweza katoka Dodoma hapa asubuhi akaenda akafanya kazi zake Dar es Salaam, jioni akafanya nini? Akarudi. Kwa hiyo ina maana kwamba hii reli ya mwendo kasi ikaenda ikafika paka Mwanza, ikatoka ikafika paka Kigoma, pengine ikaenda nje zaidi ya hapo. Ina maana kwamba milango yote ya uchumi, zile njia za uchumi zitakuwa zimefanya nini? Zimefunguka. Kwa hiyo watu wana mikopo ya kutosha, watu wana elimu ya kutosha inayostahili, lakini pia wana afya iliyo sawa sawa. Kwa hiyo ina maana kwamba watafanya swala zima la uchumi, na uchumi wa nchi yetu ina maana utafanya nini? Utakuwa. Kwa mimi kwa uchache niendelee kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia bunge kwa kupitisha hii bajeti ya trilioni 62.33 ili kuhakikisha kwamba yale malengo ya serikali yanaweza kufikiwa. Tunajua kabisa kwamba nchi yetu ni miongoni mwa zile nchi ambazo ni za dunia ya 3, na tunakimbizana na vitu vingi sana, kwa sababu kutakuta kwamba tunataka maji, na swala la maji ni muhimu sana kwa wanawake. Tunasema kwamba wanawake wajiingize katika ngazi za kufanya maamuzi. Sasa je, mwanamke huyu ambaye unamtaka, hasa wa kijijini, ambaye unataka aingie kwenye swala zima la kufanya maamuzi, kama maji anakwenda kuchota kuanzia saa 9 alfajiri anarudi saa 6 saa 7 mchana apikie familia yake, hata kwenye swala zima la kusema kwamba labda atakwenda akagombea nafasi fulani hizi aweze kushiriki, na kwa ngumu. Lakini tumeona kabisa kwamba nia ya dhati ya serikali ya kuhakikisha kwamba inamtua ndoo mwanamke kichwani, ili kusudi mwanamke huyu aweze kuwa na umbali mfupi tu, anaenda pale anachota maji yake, anakuja anapika. Kwa hiyo kama kuna shughuli za kiuchumi anakwenda kufanya, kama kuna shughuli za kijamii anakwenda kufanya, kama kuna shughuli ambazo zinazohusiana na labda na masuala ya kutoa maamuzi na nini, anakuwa kiongozi. Kwa hiyo anakuwa hana stress, kwa sababu maji yako maeneo karibu, anaweza kuhudumia familia yake, lakini akafanya swala zima la uchumi na kadhalika. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema kwamba naipongeza sana Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitisha bajeti hii, lakini pia tukiakisi na ule mpango wa maendeleo wa taifa ule wa 2050, lakini na ule mpango wa 4 ule dira pamoja na mpango. Kwa hiyo vyote hivi kwa pamoja vinakwenda sambamba kuhakikisha kwamba ustawi wa wananchi wa Tanzania unapatikana, na hasa kwa makundi haya maalum ambayo bado yanahitaji uangalizi wa jicho la tofauti, ambalo ni wanawake, vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo nitoe rai kwa wazazi wote, sio wa mkoa wa Dodoma tu, wa Tanzania nzima, kwamba wahakikishe kwamba serikali imetoa fursa ya kutoa elimu bila ada
wapeleke watoto wao shule wakasome, lakini pia kuna zile fursa ya hivi vyuo vya ufundi vya VETA, wawapeleke watoto wao waende wakasome, ili kusudi waweze kupata ujuzi, ili mwisho wa siku watoto wale kuweza kujitegemea, lakini na wao katika umri wao sasa wakiwa wazee, wale watoto wao waweze kuwatunza na hatimaye waweze kujikwamua kimaisha. Sasa labda kama una lolote la kuweza kuhitimisha ambalo hujapata nafasi ya kuweza kuzungumza, ni wakati wako sasa kuweza kuzungumza na umma wa Tanzania. Nashukuru sana. Yaani mimi rai yangu tu ni kwamba niendelee kuipongeza serikali, lakini pia kuishauri kwamba kwa kuwa hiyo bajeti imeshapitishwa, basi ifanyike zile funds, zile pesa zipelekwe kwa wakati, ili kusudi waweze kufanya kazi kwa uhakika na hatimaye wale wananchi waweze kupata hayo maendeleo. Lakini kuna jambo labda nilikuwa nataka kukumbusha kwenye swala zima la zabuni. Hili swala bado kuna malalamiko kwamba baadhi ya wazabuni ambao wamekuwa wakifanya kazi na serikali hawalipo kwa wakati. Hebu serikali nalo ilione hili jambo, kuona jinsi gani, na hasa Watanzania hawa ambao wengine wanakwenda kuchukua mikopo benki, wanaweka rasilimali zao, lakini malipo yao yanachukua muda. Kwa hiyo mwisho wa siku watu wanauziwa mali zao nini. Kwa hiyo nayo ni basi, na hii serikali nayo ijaribu kuliona sasa katika bajeti hii, kuona kwamba wale walikuwa na madeni ya nyuma basi walipwe, na wale ambao watakuwa wanafanya zabuni walipo kwa wakati, ili kusudi sasa na wao waweze kwanza kupata kile kipato chao kwa ajili ya ustawi wa familia zao, lakini pia na kuiletea serikali kipato. Asante sana Mama Fatma Taufik, mimi nikushukuru sana kwa muda wako na karibu sana.